Tumia dakika nilizopewa kwa haraka na Roho Mtakatifu akinisaidia. Tufungue kitabu cha Nabii Isaya sura 25. Isaya sura 25, tutaanzia mstari wa 6 tutaishia wa 11 kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza kusema nanyi. Tumefika wote Isaya sura 25 kuanzia mstari wa 6 hadi 11. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Mstari wa 7, naye katika mlima huu atauharibu uso ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Mstari wa 8, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Mstari wa 9, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliye mngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliye mngoja, na tumshangilie na kufurahia wokovu wake. Mstari wa 10, kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu, na Moabu atakanyagwa chini huko aliko, kama vile majani makavu yakanyagwavyo katika maji ya jaa. 11 na mstari wa mwisho huo, naye atanyoosha mikono yake katikati yake, kama vile aogeleaye anyoshavyo mikono yake ili aogelee, naye atashusha kiburi chake pamoja na ila za mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa anasema neno haya. Huyu ni nabii Isaya alivyotumwa kwa wana wa Israeli. Nami nasema na wana Mispa asubuhi ya leo, tumekuja mahali hapa kwa jambo moja tu. Mwingine anataka baraka, mwingine anataka uponyaji, mwingine anataka kile ambacho ameazimia yeye Mungu ampe. Na ndivyo itakavyokuwa endapo utaamini ya kwamba injili hii ni ya kweli. Ndivyo itakavyokuwa endapo utaomba katika roho na kweli. Hapa mstari wa 6 anasema, na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono. Vitu vinono ni nini? Ni baraka kubwa kubwa. Hakuna mtu aliyeketi hapa asubuhi leo, mchana wa leo, ambaye amemuomba Mungu kwa kumaanisha ambaye hatapokea baraka nono. Mungu ametamka neno lake, na neno la Mungu halijipingi. Ni lazima tupokee baraka nono, kwa sababu tumishi wa Mungu amekaa magotini muda mrefu akimsihi Mungu awabariki wana Mispa, na ndivyo itakavyokuwa siku ya leo. Kama uchakavu umeondolewa kwenye maisha yako, ni nafasi ya kupokea baraka nono imebaki. Ni wewe peke yako ukae imara kupokea hizo baraka nono ambazo Mungu ametuahidi, na Mungu anasema katika neno lake. Hivyo nakutamkia kwamba ukapokee baraka nono wewe na familia yako, ukapokee baraka ambazo hazipimiki wewe na mji wako, ukapokee baraka ambazo hazizuiliki. Adui hawezi kuzuia baraka ambayo Mungu ameamuru ije kwenye mikono yako. Adui hawezi kuzuia chochote ambacho Mungu ameamrisha kije kwenye maisha yako. Na kuanzia leo na tarehe ya leo na mchana wa leo, adui anayekufuatia yote tunampa red card katika ulimwengu wa roho. Atakapokufikiria ataambiwa kaa pembeni, huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mwana Mispa ambaye ametarajia kupewa baraka ambazo zinamstahili. Hivyo tarajia kupokea baraka nono. Mstari wa 6 pia akasema, vitu vinono wafanyie mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai
iliyokaa juu ya urojorojo wake. Leo malaika wanafanya karamu kukuandalia faili lako la baraka. Ni lazima kila mtu aondoke na baraka zake za kumtosha. Umekuja kuomba mtoto, ni lazima upokee mtoto. Umekuja kuomba gari, ni lazima upokee gari. Umekuja kuomba nyumba, lazima upokee nyumba. Umekuja kupokea ufahamu mzuri, lazima upokee ufahamu. Umekuja kuomba watoto wako wafaulu, ndivyo itakavyokuwa. Hakuna pingamizi lolote kwenye ulimwengu wa roho. Uchakavu umeondolewa, ni baraka zinamiminika kwa wanamispa. Ni baraka zinamiminika, chochote utakachogusa utapokea baraka dabudabu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 anasema, naye katika mlima huu atakuharibu uso wa stara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Chochote adui alichoweka kwenye maisha yako leo kinaondolewa. Aliweka utando, unaondolewa. Alikuwekea giza usione baraka zako, giza linaondolewa. Nuru ya Bwana inang'aa kwenye maisha yako. Popote utakapopita, nuru ya Bwana itakuwa inaangaza mbele yako. Zile baraka ambazo zimefichwa, leo ni siku rasmi ambayo Bwana ataenda kuzifunua mbele yako, nao utazipokea mikononi mwako, kwa sababu Mungu amesema chochote kilichosimama mbele yako kitakanyagwa chini ya miguu yako. Leo ni siku ya kukanyaga uharibifu wa kila aina. Utakanyaga magonjwa yatakuachia, utakanyaga umaskini utakukimbia, utakanyaga uharibifu wa kila aina na wenyewe utakukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 anasema, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Mungu amesema atafuta aibu kwenye maisha yetu. Mungu amesema atafuta aibu ya kila aina kwenye maisha yenu. Adui alikuwa ameazimia kukuletea aibu kwenye baraka zako, hiyo aibu imeondolewa. Aibu yote ambayo iliingia kwa mtoto wako ili kumfelisha katika masomo yake imeondolewa. Aibu ambayo adui alikuwa anataka kuweka kwenye uchumi wako imeondolewa. Ni siku ambapo utapokea baraka za kumetameta, baraka nono. Tunajua kitu kinono kilivyo kizuri, ndivyo mnaenda kupokea baraka nono, baraka ambazo hazichukuliki. Adui akijaribu kukunyang'anya hataweza kubeba hizo baraka, kwa sababu ni baraka ambazo zimezungukwa na moto wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9 anasema, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na tufurahie wokovu wake. Siku ya leo utasema, hakika huyu ndiye Mungu nilikuwa namngojea, kwa sababu ya baraka ambazo zitamiminika kwenye mji wako. Siku ya leo majirani zako watajua ya kwamba umetoka katika kanisa la Mispa, kanisa ambalo lina baraka ambazo hazipimiki. Wataona ukiendesha gari, utawaambia ni baraka za Mispa. Wataona watoto wako wakifaulu, utawaambia ni maombi ya Mispa. Wataona ufahamu wako ukichaji vizuri, utawaambia ni maombi ya Mispa. Wataona ukivaa vizuri, unawaambia ni wokovu wa Mispa. Wataona tazama vizuri, unawaambia ni maisha ambayo umepewa na madhabahu ya Mispa. Bwana Yesu asifiwe. Wataona ukibadilisha mavazi kila itopo leo, utawaambia hiyo ni nguvu ya madhabahu ya Mispa. Wataona watoto wako wakichanua, utawaambia hiyo ni nguvu ya madhabahu ya Mispa, kwa sababu hatujaketi mahali hapa bure. Tumeketi mahali hapa tukijua kwamba kuna baraka. Hakuna mtu anaenda shambani, shamba ambalo halina mazao. Umekuja mahali hapa ukitegemea kwamba ziko baraka tele. Hivyo na kutamkia ukapokea baraka zilizoning'inia, ukapokea baraka za mafuta, ukapokea ufahamu mzuri, ukapokea uchaji mzuri wa kiungu, ukapokea utayari mzuri, ukapokea utajiri usiopimika, kwa sababu Mungu anasema katika neno lake utajiri na heshima viko kwake. Hivyo tumeketi mahali hapa kwa ajili ya kupokea baraka za heshima, baraka ambazo hazina majuto. Hivyo na kutamkia kwamba watoto wako wakasome mpaka vyuo vya nje, watoto wako wakasome wakafaulu mpaka majirani washangae, ukabarikiwa mpaka ndugu zako washangae, ukapokea baraka dagodabo mpaka wengine watasaidiwa kubeba mkoba wa fedha, kwa sababu mauzo yatakuwa makubwa katika biashara zenu.
mtatafuta sehemu ambako mnapangukia, mtashangaa baraka ambazo Mungu anaenda kuachilia. Kama una gari moja, Mungu anaenda kukuongeza gari la pili. Kama una watoto wawili, Mungu anaenda kukuongeza tena mtoto mwingine.